Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 9 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumatatu. Ni kualike kunako dukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Samia, Kariakoo iwe mfano Afrika, ataka mifumo ya kodi, viwango vya bidhaa, uwazi mapato. TAMISEMI yaagiza barabara ziwe saa 24. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Mwigulu atoa maagizo anwani za makazi, habari katika ukurasa wa 3. Hatari vifo wagonjwa wa kifafa yapungua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 15 wa gazeti hili. Ujenzi yatekeleza miradi ya bilioni 500 siku 100, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Mvua ya haribu makazi ya makanisa, madarasa Kilindi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Chalamila aeleza mikakati miundombinu da, habari katika ukurasa wa 3. Uondoaji kesi mahakamani wafikia 104.5, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiwa mbele ya soko jipya la Kariakoo, Dar es Salaam, baada ya kulifungua jana. Wa kwanza kushoto ni Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba, wa tatu kushoto ni Katibu Mkuu wa CCM Dr. Asha Rose Migiro na viongozi wengine wa serikali. Picha zaidi ni katika ukurasa wa 8. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele kwenye ukurasa wa mbele wa gazeti hili ni janga jipya la pikipiki na bajaji zinazotumia umeme. Vyombo hivyo vingi vinavyofanya shughuli zake katika majiji makuu ya Dar es Salaam na Dodoma havijasajiliwa. Usalama barabarani LATRA wafafanua, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. 8% ya pikipiki zinazotumia nishati ya umeme, kati ya pikipiki zaidi ya 22,000 zilisajiliwa mwaka 2025 kwa mujibu wa mamlaka ya udhibiti wa usafiri ardhini LATRA. Kariakoo sasa mpya, Samia aonya, habari katika ukurasa wa 4. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, hapa nazungumza na wakubwa wa jiji la Dar es Salaam. Nisingependa kusikia ninyi wenyewe ndio mnaohodhi maeneo, mnakodisha watu. Shirika lenyewe la masoko Kariakoo ndio liwe linakodisha watu humu, na ukodishaji uwe wazi na mapato yawe wazi. Sababu mashabiki kukacha kwenda viwanjani, habari katika ukurasa wa 12. Kesi ya Lissu kunguruma kwa siku 20. Kesi ya uhaini na mkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu leo inatarajiwa kuendelea kunguruma, ambapo upande wa mashtaka utajibu hoja za kisheria za pingamizi la Lissu kuhusiana na uhalali wa mashahidi fiche wa Jamhuri. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mwananchi pia limeandika kesi waliopora NMB Temeke kuanza upya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujali. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose
usipate nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka mmoja hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615. Nalo gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Dr. Samia, tumejenga upya Kariakoo kulinda ajira, asema vipato kwa kesi utu, ataka kujengwe eneo la kulea watoto sokoni Kariakoo, asisitiza anatambua jitihada za wamachinga, awataja mawinga. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Mashirika 30 yatoa tamko zito kuhusu utekaji nchini, habari katika ukurasa wa 4. Wasomi waeleza alama zilizofichwa na hayati Profesa Kairuki, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. PM, soko jipya Kariakoo kielelezo cha kazi na utu, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Waziri Awesu apeleka neema Kalambo, habari katika ukurasa wa 2. Tantrade yafungua dirisha la usajili mashirika 77, habari katika ukurasa wa 2. Rais wa Rwanda aitaka nchi yake kujitegemea, habari katika ukurasa wa 19. Mapambano ya Tanzania dhidi ya mafuta ya trans katika vyakula yatapunguza madhara, habari katika ukurasa wa 14. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira, gazeti huru la kila siku. Gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenyewe limeandika Kariakoo mpya, Rais Samia azindua soko jipya, agonya vigogo kuhodhi vyumba vya biashara, ubora wa bidhaa na usalama wa soko wamulikwa, fursa kwa mawinga, bodaboda ni kila mtu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, ndugu ikisema kuhusu wanangu wa bodaboda na wenyewe wawekewe mpangilio mzuri ambao watatumia kuchukua bidhaa. Nimesema hakuna mtu ambaye anatakiwa kukosa fursa zinazotokana na soko hili, wote wapate. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan, undani wake ni katika ukurasa wa 2. Siku 305 gerezani, kesi ya uhaini ya Lissu leo ni baada ya shauri kusimama kwa siku 88. Jopo la majaji watatu kusikiliza hoja za pingamizi la shahidi kufichwa. Lissu apinga matumizi ya kiboksi, habari katika ukurasa wa 2. Viazi bei juu, chipsi za anasa, walaji na wakulima walia, habari ni katika ukurasa wa 5. Hii ni ripoti maalum. Ang'atwa mdomo na mkewe kisa simu ya mwanamke, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Siri Mahenge kugeuka eneo hatari kwa kifafa, habari katika ukurasa wa 7. Kiingereza cha bungeni chazua mjadala mpya, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Gazeti Uhuru ukweli daima ninalo mikononi mwangu lenyewe limeandika tabasamu la rejea Kariakoo, Rais Samia azindua rasmi soko la kimataifa, aonya vigogo kuhodhi vizimba vya biashara, asema shirika la masoko ya Kariakoo ndilo lenye jukumu la kukodisha, ataka bidhaa zitakazouzwa zizingatie viwango vya kitaifa na kimataifa kulifanya soko hilo liaminike ndani na nje ya nchi, asisitiza usimamizi madhubuti wazi wa mapato. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Wachumi wataja mambo 7 kukuza sekta ya utalii, habari katika ukurasa wa 5. Kishindo cha ufaulu kidato cha 4 Zanzibar, habari katika ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Watatu wanaodaiwa majambazi wa uawa, habari katika ukurasa wa 3. Aweso watoa maagizo maji Ziwa Victoria, habari katika ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Zanzibar leo kwa kweli na uwazi lenyewe limeandika uzinduzi soko la kimataifa Kariakoo, Dr. Samia agiza uwajibikaji, uwiano wa nafasi Kariakoo, habari katika ukurasa wa 2. Hemedi tumieni mahakama mpate haki, elimu ya sheria, habari katika ukurasa wa 2. Familia yampa mtoto jina la daktari wa Kichina Pemba, habari katika ukurasa wa 4. Tunakaribia kuondoa mikondo miwili, waziri Lela, habari katika ukurasa wa 3. Tehran yakataa masharti ya kulazimisha mazungumzo, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar leo kwa ukweli na uwazi. Na sasa tukiukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu na gazeti Mwanaspoti lenye limeandika hesabu ngumu, Pedro waachia msala Star, Azam yaweka rekodi, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 10 wa gazeti hili. Kwa mara ya kwanza katika historia ya michuano ya CAF, Tanzania imeingiza timu 4 hatua ya makundi, Simba na Yanga za ligi ya mabingwa na Azam na Singida Black Stars za shirikisho. Mechi zijazo ni Februari 14, Simba dhidi ya Malien, mchezo utapigwa saa 1 kamili usiku Dar es Salaam. Yanga dhidi ya JS Kabylie ni Februari 15 saa 1 kamili usiku.
Wydad dhidi ya Azam ni Februari 15 saa 11 kamili jioni. Stellenbosch dhidi ya Singida saa 1 kamili usiku Februari 15. Undani wa taarifa hii katika kurasa za ndani. Beka apiga mkwara Simba, habari katika ukurasa wa pili. Linux afichua siri ya Baba Levo, habari katika ukurasa wa 9. Kunya nyota wa Brazil anayejenga utajiri England, habari katika ukurasa wa 13. TPL Jumatatu ni JKT Tanzania dhidi ya Mashujaa saa 10 kamili jioni Meja Samuyo. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Gazeti Habari Leo katika ukurasa wake wa mbele limeandika Yanga Azam hesabu nzito robo finali. Dodoma Jiji kicheko KMC hali tete bara. Futsa Tanzania yafuzu AFCON, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Davido acha gumzo Kawe, habari katika ukurasa wa 21. Chama awatuliza mashabiki Simba, habari katika ukurasa wa 23. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenyewe limeandika ripoti maalum, magumu wanayopitia wanamichezo wanawake, mambo manne yatajwa kwa kikwazo kwao, wataalamu watoa neno, habari katika ukurasa wa 23. Pedro asisitiza haijaisha bado, habari katika kurasa za ndani. Wadau wampongeza Simba kung'aa Marathon Dubai, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii katika ukurasa wake wa nyuma. Ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika sababu 3 Yanga kuanza robo finali Afrika, habari ni katika kurasa za ndani. Kigogo TFF ashusha maagizo Tanzanite Queens, habari katika ukurasa wa 23. Ibenge furaha tele, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23. Uongozi Simba waahidi makubwa, habari katika ukurasa wa 23. Serena Williams na mawazo ya tennis, habari katika ukurasa wa 23. Sauti za busara lilikuwa zaidi ya tamasha, habari katika ukurasa wa 12. 1-0 kichapo ilichopata timu ya Yanga kutoka kwa kikosi cha AS FAR Rabat ya Morocco, habari katika kurasa za ndani. Gazeti hili pia limeandika Real yampania Rodri, habari katika kurasa za ndani. Mama C atakachipukizi wakumbukwe, habari katika ukurasa wa 22. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Na ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru unakamilisha dukuzi ya vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.